Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na kukaribisha kwa mkunjufu kuweza kufuata taarifa ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kwa nikikusamini kwa kuendelea kurufuata vilivyo na kutupa muda wako. Kumbuka kwamba tunakujia kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunakupa fursa ya mtazamaji wetu kuweza kupata habari ambazo zina uhakika ndani yake. Mimi ni Safari Alimasi. Habari zetu zitaanzia na uko Itombwe, ambako mkuu kiongozi mpya wa sekta Itombwe amesema kuwa kuteuliwa kwake atashirikiana pamoja na Rais Felix Tshisekedi na kufanya mambo ya kimaendeleo katika sehemu ya tarafa lake. Vile upande mwingine, mkuu kiongozi huyo mpya wa sekta Itombwe Bwana Lubunga Batangochi Papi ametoa mkono wa pole kwa familia zilizopotezwa wapendwa kwa shambulizi za ndege zisizo na rubani zilizoendeshwa na waasi wa AFC M23 kwenye eneo la Pwenzero na kando. Katika mahojiano na TV yako kwenye line ya simu, mkuu kiongozi wa sekta Itombwe ameonyesha yeye ni mchapa kazi na kama viongozi hatajutia juu ya uteuzi wake kwenye nyadhifa hiyo. Mimi ni mkongomani halisi wa baba na mama, sina haki ya kutumikia nchi yangu kwenye vitengo yoyote ile ambao wakuu viongozi wanatarajia. Kabla sijakuwa mkuu wa sekta wa Itombwe, niliwahi kutumika kwenye meri ya Bukavu. Nilikuwa jamu selira mobilisation de recette. Nilitumika hapo muda mrefu. Nilitoka kwenye meri hiyo nikaingia ku gouvernement provincial, nikaingia kwa assemblée provinciale, nikatoka kwa assemblée provinciale nikaingia ku ministère ya IPPR ambao wanaitwa ministère des infrastructures, travaux publics, urbanisme, affaires foncières et aménagement de la province. Nilikuwa kama vile mshauri hapo, na kwa sasa nimeteuliwa kuwa chef de secteur wa Itombwe. Nafikiria wakuu viongozi hawakudanganyika mtu ambao walituma pale. Mimi ni mkongomani halisi na wanajua namna gani najua kujitahidi kutumika kazi. Ndio maana waliona ni vema kuteuliwa kuwa kwenda ongoza mtaa na secteur ya Itombwe, mwali ngumu ambao tunapitia kwa sasa. Wakati hayo yakijiri, namba moja wa sekta Itombwe ameonyesha kuwa sekta anayoiongoza inakuwa ni shamba la vita ambao kwa sasa raia wa eneo hiyo wanaishi kwa shida. Huyu ameahidi kuweka miradi kadhaa ya kipaumbele kama vile barabara ambayo inakuwa inasumbua wakaaji wa eneo hilo kuweza kusafiri kwenda katika sehemu mbalimbali. Huyu hapa amerejea mara tena. Itombwe kwa sasa tukonsidere saa zile ligne de front, drone zinapiga saa yote ile. D'ailleurs juzi le 18 usiku ikuchia le 19 tulipata matatizo kubwa sana. Drone za baenemi ya pays AFC-M23 wanachangana na Twirwaneho ambao wanasindikizwa na majeshi ya Rwanda, walibombarde Pwenzero bakapiga mpaka Bichaka Mikenge. Hapo tulipoteza watu 5 na watu 8 walipata majeraha, na hawa wote ni wa raia ba civil, batu benye bako hors combat, hawawezi kuwa atake na mtu yeyote ule, na ni jambo kabisa ngumu zaidi, na tunaalika wakuu viongozi kukamata azimio fulani ili mambo ile isiendelee kujitokeza tena. Tunaalika communauté internationale implike zaidi mwa ile situation, mambo hiyo isirudie tena. Itombwe ni sekta ambayo imebaki muda mrefu nyuma kwa hali ya maendeleo. Itombwe barabara kwa sasa ni mbovu, barabara sio nzuri, na habari ya afya. D'ailleurs mwezi jana hapa tulikuwa na tatizo ya ugonjwa wa kipindupindu huwa sana watu. Tulijitahidi na pamoja na wakuu viongozi wa jimbo tuma madawa pale, na maorganization international zilisaidia pia kwa kuangalia jinsi gani ya kupelekea watu madawa, lakini tatizo kubwa
tunayo ni usalama, na tatizo kubwa ya usalama ambayo inafunga pesa yote iko bloke, hatujue namna gani kufanya, kwani usalama iko mbovu zaidi. Umeonesha changamoto ambazo zinakabili sekta yako ya Itombwe, na kwa sasa wewe ni kiongozi mpya katika sekta hiyo. Unawaza nini kabisa utaweka kipaumbele katika uongozi wako kwa faida ya wananchi wa sekta hiyo? Kipaumbele kwa uongozi wetu, tuna miradi mingi zaidi, lakini mradi rasmi ambao tumeteua kama vile kipaumbele ni ujenzi wa barabara. Tunahitaji kufungua barabara. Tuna barabara moja ambayo tunafanya kuwa vile priorite, ni barabara ambayo imeitwa route Mwenga au route Bilalumbili. Ni hiyo tunahitaji kufungua. Donc barabara hiyo inaunganisha sekta ya Itombwe kwenye teritwari ya Fizi na inaendelea mpaka kushefulia ya teritwari ya Mwenga, inaenda inaelekea mpaka Shabunda huko. Pesa zitatoka wapi kwa ajili ya kufanya miradi kama hiyo mikubwa, kwa sababu inasemekana kazi za barabara zinagharimu pesa mtu wa sekta? Najua tutashikamana mkononi na ambayo tutapata nguo yetu, na tutafanya iwezekanavyo kuita wa partner ili tuone kama wanaweza kusaidia kwa kutimiza miradi hiyo. Lakini kwetu pia tuna chango zaidi ambao tutafanya ili tuone kitu gani tutafikia hatua fulani. Nimetoa mkono wa pole kwa population yote ya Itombwe, Point Zero, Mikenge, Tuetue ambao walikuwa bombarde na madrone za enemy, na naalika watu wote wabaki kimya. Wakuu viongozi wanajitahidi ili kurudisha usalama kwenye sekta ya Itombwe na Kongo nzima. Huko Lweba ni kwamba wakaji wa Lweba ya 3 sekta ya Tanganyika tarafani Fizi wametaja kusikitishwa kuona shirika la PAM limeorozesha wahamiaji wa ndani katika vitongoji mbalimbali vya Lweba na kuacha wao wa Lweba 3 ilali sehemu hiyo kuna wahamiaji wengi wa ndani. Akizungumza na TV yako Bwana Bienveni Mbela Machumbe, kiongozi makamu wa kirongoji cha Lweba 3, amesema kuwa shirika la PAM limeacha kuorozesha wahamiaji wa ndani wa eneo hilo kwa kisaiti ni askari jeshi wa taifa FARDC pamoja na wazalendo ndio ambao wanaparikana eneo hilo, kitu ambacho hakina ukweli. Lalamiko yetu ni kuona kwa siku hizi chache tulipokea shirika la PAM ambalo linahusika na kusaidia wakimbizi au wahamiaji wa ndani. Walifika hapa kwetu Lweba na kusema kwamba tunakuwa na haja ya kupenda kuorozesha wakimbizi wote ambao waliokimbia sehemu za Ubwari, sijue Masebele, ili tuweze kuwasaidia. Basi hapo kama vile wakapita tukawa pamoja na kusikia. Na wakati tulipoenda wakabakia wanakamata madone ajili ya kuangalia gisi au namna gani ya kuorozesha wahamiaji hao. Basi kwanda kidogo tukasikia kwamba wataorozesha vilaji zimoja kama vile Lweba ya kwanza, Lweba ya pili na Lweba ya 4. Basi kati hizo Lweba tukaona Lweba ya 3 kama vile imoja kati ya miongoni ya vilaji ambazo ziko sible. Lweba ya 3 ikabakia. Basi tukawa tunajiuliza kwa maswali mengi, na mpaka kwa sasa hatujaelewa nini ambacho kinaendelea kuona Lweba hiyo imekwenda kubaki kwa wakati ya identification. Na ni moja kati ya vijiji ambapo wakimbizi nao wanapatikana ndani ya ile village. Baada ya kufuatilia maswala hayo, kuna sababu fulani ambao walikwenda kutuelezea ambao mpaka kwa sasa sisi hatujaelewa kama ni kweli au labda ni mambo mengine. Wametuambia kwamba wakati wanafanya identification ya wahamiaji wanakwenda kugundua sema Lweba ya 3 mnapatikana wanajeshi wa serikali na wanajeshi wa wazalendo. Basi tukaona baada ya kutupatia ile shabaha, tumeona labda sio shabaha ya msingi zaidi. Sisi wakati vita ilijitokeza na kizani village ya Lweba yote mzima ilikimbia, na Lweba ya kwanza, Lweba ya pili, Lweba ya 3 na Lweba na vijiji vingine vikakimbia. Na ni kweli ndugu mtangazaji, Lweba ya 3 kuna wakimbizi ambao waliokimbia na paka kwa sasa kuko wenyewe wangali wanarudia. Kama vile kapita msaidizi wa Lweba hiyo ya 3 na kuona gisi malalamiko ya raia ya Lweba ya 3 ambao wanalalama zaidi kuona hiyo shida ambayo imetutokea
tungetamani kwa viongozi ambao wanaotusikia kwa muda huo kufuatilia jambo hilo. Shirika hilo la PAME lisiachilie wakimbizi wa Lweba ya tatu, wawakamate kama vile wanavyofanya identification au kuorozesha vijiji vingine. Hiyo nadhani inaweza kutusaidia. Pasipo ile labda inaweza leta masuala mengi kati ya kijiji na viongozi wa kijiji. Huko Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili lenye makao yake makuu pa Uvira limeomba wananchi wa ukanda huu kuondoa uga juu ya audio yenye kuzagaa katika mitandao ya kijamii semayo kuwa baada ya siku 10 pekee waasi wa AFC M23 watarudi tena Uvira. Huyu ameomba wananchi kuwa na imani na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Ujumbe huo wa kutia moyo ameutoa Bwana Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili, alipokuwa akijibu maswali ya TV yako. Nilifuata kuambia raia yote ya Uvira, ya Fizi, ya Baraka kufatana na dabor na message. Unakutana kwamba pako audio fulani inaendelea kuzunguka marezo sio, watu wanatuita wanatuambia ya kusema kwamba musiku 10 rebele M23 ataingia muvili ya Uvira. Nilitaka kupana precision kwamba kuambia raia yote ya Kivu, ya Baraka, Fizi, Uvira kwamba ile habari nasemeka watu vraiment wasikupanike. Ya kwanza usiwazi kama kuingia Uvira leo rebele M23 ni chose facile. Ya kwanza hatuna tena wei wale wa soda wa moya zamani wenye wakati shida ilikuwa kidogo wanakimbia. Ile kwanza ni ya kwanza. Ya pili, ifo kupresize kama ya mamesure securitaire ya mingi isha inakamatika yenye iko facilement kuingia Uvira au Fizi, Baraka iko facilement. Ya tatu ni kusema kwamba la diplomatie ifo vraiment watu wajiapproprier aspect ya diplomatie, kwa sababu haiko kila sherehe M23 ilitokaka Uvira. Ya hii maexercice diplomatique ilitumaka watu wa M23 wanarudia. Donc nilitaka kurasiri raia wasikuna paniki ya mingi, kwa sababu ni parmi ma strategie enemy kucreate ma paniki ya mingi porque watu waogope na iko faveur yao. Na kama wataka kama raia uko na habari zenye za kindani ya security, inapaswa kujongelea wakubwa na kujua nini naweza waambia porque mena fulani vitu fulani viko planified. Je, unafikiri raia hawana haki ya kuwa na hofu, kwa sababu mara nyingi kunakuwa hiyo expression inaitwa repli strategique? Na waza kwamba na bakia comme société civile sana haiko aspect tusema diplomatique, mais ndio ambaye kama il y a des mesures sécuritaires déjà mises en place par le gouvernement et par les FARDC. Na ukiangalia depuis tuliacha ile mwezi wa 12 na kwa leo poko tofauti sur les militaires sur les fronts. Mais aussi il faut kuelewa kama il y a même des questions sécuritaires et siwezi d'aller hapa siwezi chia wazi, lakini si wapi moyo. Mais il faut kuambia kwamba par rapport na bibi kwa iko kitu cha kuhangaika zaidi tena sana, kwa sababu tumekuiangalia kwamba pako si ma strategie ya wa rebel ya kucreate ma panique kwa juu watu waogope sana na iko faveur yao. Ile ndio nitaka kupana eclaircissement. Na kwingineko huko Baraka ni kwamba uongozi wa shirika la vijana wasomi tarafani Fizi na mji wa Baraka JIF kwa ufupi umekemea vitendo vya wizi na ufyatulianaji risasi kiolela vinavyoendesha na watu wenye kushikilia silaha wanaosemwa kuwa ni wanajeshi wa jeshi la taifa FARDC katika mji wa Baraka. Coordinator wa shirika hilo Bwana Mchibwa Ichukwa Mixon ametaja kuzunishwa sana na vitendo hivyo, huku akitoa kisa na mkasa kilichopelekea risasi kurindima mida ya saa 2 usiku wa Jumamosi ya wiki iliyopita. Hali ambayo inaendelea katika jiji letu la Baraka inahuzunisha sana, na zaidi ya kuhuzunisha inaleta aibu kwa jeshi la taifa. Jeshi ambalo liko na mission ya kuchunga raia na mali yake, wao wamegeuka kuwa jeshi la kunyang'anya telefoni za raia. Ni mambo ya aibu. Jeshi letu kwa wakati huo linahudumiwa vilivyo na serikali, lakini sijue kama ni kutokurizika hao ni hali tu ambao watu wamejitia ndani. Kijana mmoja amenyang'anywa telefoni kauvra, akafika kwao akamwambia mama nimenyang'anywa telefoni. Wakati mama alianza kulalamika, itakuwa hali gani hii askari kunyang'anya watoto matelefoni? Ikageuka kwamba amesema waaskari waliokuwa majirani pale wakakuja pamoja na bibi zao, mtuonyeshe ule askari ambaye aliiba alinyang'anya ile telefoni. Mtoto akasema hapana, sisi asema hatujasema mtu, tumesema tumeibiwa, tumenyang'anywa na askari, sio kwamba ndio nyinyi. Na hapo ndo kulikuwa mwanzo wa masase kuanza. Cha ajabu masase imelia hapa katawanyika katika jiji lote la Baraka. Sasa imeanza katika eneo la antena ya Vodacom na kimetawanyika katika jiji lote la Baraka. Bunduki hata kabambi zimesikilika. Tunajiuliza kwa nini
Waaskari jeshi wanafikiria nini wanapopiga masasi holela? Raia wanawachukulia namna gani? Pili, nimesema ni aibu. Kwa nini wamejitia katika hali ya kupokonya telefoni kwa raia? Kwa jambo hilo, kiongozi wa shirika la JIF ameomba uongozi wa kiraia na wa kijeshi kutekeleza pointi 3 muhimu, ikiwa ni kuwapeleka askari kwenye shamba la vita, kubaini na kudhibiti sawasawa askari walio mjini Baraka na kutumia sheria ili kuadhibu askari hao wanaozofisha usalama miongoni mwa raia. Tumetoa wito kwa viongozi wa kijeshi, komanda secteur, komanda region, waangalie vizuri. Cha kwanza ni lazima waaskari waende kufront. Nisikia walisema wazalendo waende kufront, nikasema ndio, lakini si kwamba wazalendo waende kufront tu, ni jeshi ndio linapaswa lifanye hatua ya kwanza. Hawa wanajeshi ambao wamekuwa wengi Baraka, hawana wanachokifanya Baraka, ni lazima wao waende kufront na wazalendo wawafate katika hatua ya pili. Si kwamba wazalendo waende wao wabakie, ni wao waende, kwa sababu wazalendo wamekuwa hapa kuwasaidia askari jeshi. Unaposema sasa msaidizi aende wewe ubaki, umekuwa umepoteza shabaha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba uongozi wa kijeshi katika eneo la Sud Kivu, katika eneo la Baraka, katika eneo la tarafa la Fizi, upangilie namna gani wataelekeza waaskari kwenye shamba la vita. Pili, wale ambao watakaobaki katika eneo hizi wajulikane ni wapi wamekuwa, yani wafanye makantonnement, wasizagae bisi wanavyozagaa. Kila mtu anajipangia kwake wenyewe anapenda, na hiyo ndio inatutilia hali ya usalama kuzorota zaidi. Hivi kuko confusion kuidentifie Ibu ni nani, Gepare ni nani, Mzalendo ni nani na unité zingine. Sababu gani? Wanavalia na manguo kiolela. Mtu akinyanganywa telefoni na mwenyewe amemshikilia silaha, amevaa sare ya kijeshi, anasema ni mwana jeshi. Kwa hiyo uongozi wa kiraia, yaani uongozi wa eneo, aikae pamoja na viongozi wa kijeshi kwa kuwasinikiza waende kwenye shamba la vita na wazalendo wawafuate baadaye, ili tupunguze hii afli ya mabunduki mwa mwingine. Na tatu, wahalifu wao wanaadhibiwa vikali. Tumeshukuru, tumeona asubuhi wale waliokuwa chanzo ya masasi ya jana wamekuja kufungiwa. Wasisio kufungiwa wamewaadhibiwe, na askari wote wanaoshikilia silaha kwa wazalendo wanani wajue kwamba wale waliopiga masasi, waliokuwa chanzo ya masasi wameadhibiwa. Msikilizaji, na kushukuru kwa kuendelea kurufuata vilivyo mwanzo hadi mwisho wa taarifa ya habari. Nikukumbusha kwamba ni Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakusamini kwa wewe kuendelea kurufuata vilivyo na kutupa muda wako. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.